Jana ilikuwa birthday ya mtu muhimu sana kwenye kiwanda cha Bongo Movie kwa sasa hivi. Anaitwa Lamata. Namfahamu Lamata, ni producer sasa hivi. Ndio mtu ambaye anairani game ya Bongo Movie anavyotaka. Kubali, kataa. Huu ni muda wa Lamata. Ndio mtu ambaye anaanzisha project za Bongo Movie zinaondoka na zinakuwa kubwa sana. Leo nilitamani kidogo nipige story na dadangu Lamata bwana. Kidogo tu nimpigie simu atueleze changamoto tunazokutana nazo. Jana nimeona amepostiwa clip analia yeye na Kajala. Man, siwezi kuongea sana. Acha nimpigie dada yangu hapa. Hello? Hello. Happy belated birthday dada yangu. Asante, mambo? Poa, uko vizuri? Namshukuru Mungu. Sisi bwana tualiko kwenye party za birthday bana. Ni mwenyewe amenisurprise tu vijana wangu. Mimi basi yangu fanyaje sherehe ukweli jamani. Hongera sana lakini ilikuwa iko vizuri kabisa. Asante, nashukuru. Miaka mingapi hivi dadangu? Sasa 9. Oh, wow. Kwa mara ya kwanza nimefanya interview na star amenitajia miaka yake. Sasa kwa nini nidanganya? Lakini umri wangu unasema jamani, mimi na watoto wote hawa nikose kuwa na miaka hiyo. Sasa sijui kwa nini vijana wako waga hawataki kuongea kutaja miaka yake. Ni kwa sababu ukishaanzisha uongo ukiwa mdogo, yani ukiwa chini. Kwa hiyo uongo lazima uendeleze. Umeelewa? Yeah. Kwa mimi sijai kudanganya, mimi nimezaliwa 87 mwezi wa 2 tarehe 26, kwa na miaka 39. Wow. Yaani unaonekana kama mtu ana miaka 33 hivi au 30. Sio baina kitu, bado tunashazeeka. Hamna. Bado sana dadangu Lamata. Nashukuru. Hongera sana. Ile party umesema umefanywa surprise lakini naona imeenda vizuri sana. Jamani nashukuru jamani, mimi nachosema ni kwamba jamani wekeza kwa watu. Wanasema mtaji ni watu. Yeah. Kwa kweli ukiwa na watu ni kitu kingine. Jana siku yangu ilikuwa nzuri sana, sijategemea. Bwana, imeonekana ilikuwa vizuri sana na hasa imeonekana Kajala naona aliguswa sana jana. Lazima jamani, rafiki yangu sana, kuna maneno aliniambia mazito, kwa hiyo niliguswa. Kitu gani ambacho kilikuuliza hasa? Maneno gani ambayo alikuuliza hali aliyozungumza? Hamna, mimi na Kajala tumetoka mbali, tumeshapitia vitu vingi sana. Sisi sasa hivi sio marafiki tena, sasa hivi ni ndugu. Kwa hiyo vitu vingi unajua kwa nje anaweza kueleza, lakini watu wa ndani ndio unakuwa unajua ukiwa na rafiki. Na uwezi kupata, yani mimi nasema namshukuru Mungu kwa kunipa Kajala kwa sababu kupata rafiki kama hiyo. Mimi na Kajala toka tumekuwa marafiki haijawahi kutokea kwamba sisi tusiwe tena karibu tukakaa mwaka mzima tu kwa pamoja, si mwezi si nini, hapana. Ndio. Kwa maisha yetu kalipoanza ni mpaka leo. Kwa hiyo sisi huwa kila kitu basi yangu basi yake yeye. Huwa tunafurahi kwa sababu tunaongeza mwaka lakini tunaongeza urafiki. Hiyo imekaa vizuri sana kwa namna ambayo mnaishi kama hata yeye naona alilia pia ulivyoona unatoka machozi pale. Ilimgusa pia. Kitu moja nataka kufahamu kuacha Kajala ni mtu ambaye wasanii wanakupenda sana. Hata mimi naangalia hata unamtolea mfano Harmonize. Huwa yani anakupenda kwamba dadangu na nini, hata kukupost na nimeona kwenye post yako pia kaja akacomment na yeye alikupost akaandika maneno sio mara ya kwanza, ni miaka yote wa Harmonize waga anaonyesha love sana. Kitu gani ambacho nahisi mtu kama Harmonize anakipenda kutoka kwa Lamata? Nadhani mimi ni mwanzo wangu mimi na wewe toka tulipoanza kazi siku ya kwanza. Unajua? Thamani ya mtu muoneshe ikiwa bado. Sio muoneshe mtu thamani kwa sababu nishakuwa star na nilikana ndio ni kuonesha thamani. Mimi nilionyesha thamani yake Harmonize ikiwa Harmonize bado hana ustaa wowote. Ndio. Kwa nianza kufanya kazi na Harmonize wakati Harmonize sio Harmonize ambaye nyinyi mnamuona hivi leo. Umenielewa? Kwa hiyo nilimheshimu na yeye aliniheshimu toka hapo mwanzo. Ndio maana yani mpaka leo Harmonize kikaa kiongelea dada ni lazima nitaje kweli mimi ni dada yake kweli. Kwa hiyo nilimtazama kwa jicho lingine, sikumwangalia kwamba bwana huyu nani bwana mimi sikufanya naye kazi, umeelewa? Ndio. Lakini nilianza kufanya naye kazi akiwa sio Harmonize ambao watu wanamuona leo. Labda watu wengi hawajui, labda wanataka kujua. Ni kazi gani ambayo ulifanya na Harmonize? Mimi Harmonize nimefanya kazi naye nyingi. Hizi nyimbo alizokuwa anafanya, sijui matatizo ile nilimsaidia kumsupport kuanzia script, kuanzia kwenda location, kuweza kushoot. Kwa sababu nilikuwa nafanya kazi na Diamond mwanzo. Ndio. Baadaye Harmonize alipokuja Diamond akanikabidhi Harmonize akamwambia bwana Lamata, sasa simsimamie huyu hapa kijana kwenye mambo ya location, sijui unataka casting nini nimsaidie. Basi ndo nikaanza naye kufanya naye kazi kuanzia hapo. Ukaribu wako na Diamond haupo tena? Maana sioni kwenye issue zake sana ukiwepo. Hamna jamani, si maisha yanaendelea. Kila mtu anafanya kazi zake. Hamna tatizo lolote. Ila tu yeye anafanya kazi zake na mimi ninafanya kazi zangu hivyo. Mimi nataka kufahamu jambo moja kutoka kwako. Kitu gani ambacho kimesababisha au kimepelekea wewe katika project zako nyingi kufanikiwa, hasa kwenye masuala ya tamthilia na vitu kama hivyo?
Nini ambacho kimesababisha, kwa sababu sasa unatajwa kama ndio mtu ambaye ana run game kwenye upande wa Bongo Movie? Ya mimi bwana niseme tu ni jitihada zangu mwenyewe, na pia kuangalia kitu kizuri na pia kuangalia watu wangu wanapenda kula kitu gani, yani chakula gani, kwa sababu sisi kama wapikaji je, watu walaji wangu wanapenda nini? Ndio kitu kikubwa ambacho naangalia. Naangalia kitu bora zaidi. Yani mimi sifanyi tu kazi bwana nifanye nimalize nipate pesa, no. Yani mimi hela huwa naiweka baada ya kazi. Hilo ndo naweza nikasema kwenye basi yangu, ndio niwafundisha watu wote kama ni producer, hata kazi zingine zozote za biashara yoyote. Kitu cha kwanza ni ubora wa ile jambo lako. Kama una biashara, fanya biashara iwe bora. Kama unafanya mpira tamtaka hiyo bora kwanza, hela inafuata. Kuna mtu akipata hela yeye anataka kwanza kupata faida kabla ya kutoa kazi. Okay. Kwa mimi hela kwangu ni kitu cha mwisho kabisa. Okay. Nataka kufahamu nani ambaye alikuwa ni mtu ambaye unamtazama wakati wewe unataka kuingia kwenye upande wa producer wa Bongo Movie? Kiukweli kabisa kuna The Game Quality, kama unamkumbuka yule kipindi kile na kina Kanumba alikuwa anamwangalia sana yule producer. Alifanya Johari, na kuna movie inaitwa Johari alifanya kwa Tanzania, lakini kwa nje ya pili namwangalia miaka mingi sana. Okay. Yeah. Nimeona kwa mfano kwenye baadhi ya nani zako Jua Kali hasa kuna waigizaji wamekuja kutoka hivi, ilikuwa ni Jua Kali wale akina nani wamekuja kutoka Nigeria? Kwa Jua Kali, yes. Target yako ni nini hasa kwenye upande wa Bongo Movie mpaka kuwaleta wa Nigeria wakaja mpaka kwenye movie akina Ramsey Noah kama sikosei, target ya Lamata? Mimi target yangu nikwambie kubwa ni kwa international na kufika. Yani mimi kufika kwangu, yani kisema leo nimefanikiwa ni kupata tuzo ya Oscar. Yani hapa nilipo Lamata naipambania tuzo ya Oscar. Mtu anaweza kaona kama ni utani, akasema Oscar mchezo. Umeelewa? Lakini mimi target zangu, kama Mungu ataleta na uhai, mimi nataka tuzo ya Oscar. Okay. Ukiongea tuzo ya Oscar maana tayari ushaingia international, ushakuwa international. Yes, kabisa. Watu watataka kufahamu nini ambacho kitapelekea uweze kushinda tuzo ya Oscar. Ni hizi Jua Kali na nini, au nini? Progress gani ambayo wewe unaipiga sasa kwenye upande wa quality ya kazi? Sababu kazi yetu pia kwenye sehemu kama Netflix hazionekani. Nini ambacho progress gani umeipiga mpaka sasa hivi? Ni bidii ya kazi. Kwanza kuna vitu vinakuja huu mwaka ni surprise, mtaviona, na mkishaviona mtajua mtu bwana huyu kweli ana malengo. Kwa hiyo nimejiandaa hapo. Mimi ni mtu wa surprise na watazamaji wangu wananijuaga. Hata kitaki kitu chake. Sana kishtua. Mimi sio mtu wa kuongea kabla kitu hakijafanyika. Okay. Kwa sababu najua unaweza kuongea sana kusaidia. Fanya matendo. Watu watakwenda matendo. Watu hataki mdomo uongee. Hapana, fanya matendo tuone. Mwaka huu tunaweza tukaingia Netflix ni kitu kidogo sana, yani sisi kuingia. Sio mimi tu, yani mapolisi Tanzania sisi tunaweza kufanya kazi kubwa sana. Ni njia tu za kufika na kufanya kile kitu ya. Unahisi ili tushinde Oscar lazima tuingie Netflix au kuna kitu cha ziada cha kufanyika? Yani Oscar ni tuseme ni njia ambazo utakazopita nazo kuweza kuingia Oscar. Kuna vitu lazima upite. Ili ukipita kwenye hizo sehemu kuna njia lazima uzipite ili ufikie Oscar. Kwa sasa mimi ndio niko kwenye hizo njia za kupita ili nifikie. Hata ikiwa mwaka 2040 na 50 Mungu akilipa uhai leo nimeshazeeka na miaka 70, naenda kuchukua tuzo. Mimi kwangu itakuwa ni kitu kikubwa sana. Oh wow. Anakutaja hizo njia ni siri kwa sababu huwezi kutoboa siri, naelewa. Hiyo naelewa. Siwezi kutoa kila kitu hapa. Okay, Lamata unadili na wasanii wengi sana hapo kwenye kambi yako, na wengi wanakutana na changamoto tunaziona huku. Mara mwingine si ukafanyaje. Mimi nataka kujua inaathiri vipi kazi yako na biashara yako. Hasa kwa mfano, nitolee mfano, unaweza kukuta labda connection za wasanii zinasambaa, hasa unakuta msanii katoka kwa Lamata akafanyaje. Inaathiri vipi biashara yako na unawezaje kuhandle hicho? Ndio maana sisi kwenye Lamata hii kuna management. Unajua mimi ni Lamata, mnanijua kama Lamata. Lakini Lamata ni kampuni. Ndio. Mimi ni Lea lakini Lamata ni kampuni. Kwa hiyo kuna management kubwa ambayo iko huko juu ambayo inafanya hizo kazi zote. Inajua nani kafanya nini, nani kakuta na tatizo gani, nani asautiwe vipi. Kwa hiyo ina hiyo kitu. Kwa hiyo sio mimi kama tu mimi pekee yangu, management yangu yote inafanya hiyo kazi. Okay. Ya, kwa kama kuna kitu kina shida, kuna kitu kama kitatokea shida, sasa kama mfanye tunaona bwana hichi kitu kitatokea shida, sio kizuri. Kama amekifanya sana nilikifanya, kama hakufanya sio maana mimi sikufanya, sio mimi. Kwa sisi tuna cool down. Lakini sisi tunahitaji mizizi toka chini. Yaani Lamata Village ikiwa msanii wa Lamata Village lazima tunakuanzia mizizi chini. Wewe mwenyewe utabadilika, hata kama umekuja na tabia zako zingine, wewe mwenyewe utakuwa na wenzako. Ndio maana sisi Lamata Village tunatuona sana kama familia. Oh wow, umejitahidi kiukweli na tukupongeze kwenye hilo. Juzi ulifanya ile back to school ya Lamata Village. Imezua mijadala na maneno mengi, sio kama uliiona. Yaani kwamba na wewe unavaa nguo za shule, mnaharibu na nini. Idea ilikuwa ni ya kwako, na mimi nataka kufahamu ulipokeaje na ulikatishwa tamaa, nini ambacho ulikifanya kuweza labda kuwaaminisha watu kwamba hakikuwa kibaya.
Kwanza hii idea kwa mara kwanza ndio tumefanya hiyo party ya back to school. Lakini sisi huwa tunafanyaje hiyo back to school kimya kawaida. Kama watu wanajua vizuri wameshaona huko nyuma, miaka ya nyuma yote huwa napelekaga vitu vya vifaa vya shule kwenye mashule mbalimbali. Yeah. Hata huko Bagamoyo na kuelekea huko mbele ya Chalize na huko mbele. Kwa hiyo huwa ni kitu changu nafanyika kila mwaka Januari. Wiki ya kwanza Januari huwa nafanya hivyo, lakini safari hii nilikuwa nataka nifanye kwa ukubwa, maana nimeshaanza kupeleka shule 3 tu 2. Lakini safari nilikuwa nimetaka shule kama 10. Sasa zile shule 10 nitazifikia vipi? Kwa ile siku nilikuwa kama nafanya uzinduzi wa back to school, kwamba jamani tuna kitu hichi inaitwa back to school, jamani watu wana mwenye vifaa alete, mwenye nini alete. Kwa hiyo ilikuwa issue kwa hivyo. Lakini sasa wazo wangu likaja, jamani ili hichi kitu kiwe kizuri tufanye tuvae nguo za shule. Sasa mjadala ukaja pale, nguo za shule jamani, watu walivaa nguo za shule za aina tofauti. Kitu kile pale ni kwamba kuna watu walivaa nguo za shule za South Africa, kuna watu walivaa nguo za shule za Korea. Sasa yani kwa utamaduni wetu ni vitu tofauti. Kwa hiyo kidogo watu ikawa imeleta mkanganyiko, lakini nadhani mwakani itakuwa bora zaidi na watu watafurahi zaidi. Okay. Lamata, kwa mfano wewe tunaweza tukasema labda wewe ndio umekuja kuibua Bongo Movie baada ya watu kuamini kwamba marehemu Kanumba aliondoka na Bongo Movie. Sasa hapo sijui mimi. Ukisema hivyo mimi sijui. Wewe ndio unaweza ukasema kwangu mimi naweza nikasema kwa sababu naona wasanii wa Bongo Movie baada of course baada ya kuondoka Kanumba ilitetereka. Nao wasanii wa Bongo Movie wanakula, wanaishi, unaona maisha yao mazuri, umetengeneza mastaa wengi. Umeelewa, kuna watu sasa ni mastaa wana influence kubwa kupitia tu Lamata. Si ndio? Naomba wewe ujidefine wewe kuwa proud na hiki ambacho unatengeneza mastaa wengi sana na watu wanaishi, wanalisha familia zao kupitia tu jina lako na kazi zako. Naomba jidefine na tuambie unakuwaje proud how. Mimi kwanza nilichofurahi kwamba mimi industry nilisoma kipekee baada ya movie kufa nyingi, nilisoma nikasema kwa nini Bongo Movie imekufa, watu wanavodai, kwa sababu walisema amekufa. Kibibi binafsi kuona kama imekufa ni kitu ambacho kinatokea kama upepo tu, umeelewa? Kwa hiyo nilichoamua kufanya mimi kwamba niliangalia industry na nikaifanyia research kwamba nini kinamisi. Kwa nini sasa watu waangalie Bongo Movie? Kwa nini sasa watu wanaangalia movie za nje, series za nje? Nile kugundua sisi hatufanyi kazi bora. Sisi tunataka tupate hela, producer wengi tunatabia kwamba tupeleke kazi, tupate pesa. Sio tupeleke kazi bora kwa mtazamaji, angalie kitu bora. Kwa nilipopata nafasi chance DStv, kwa kweli naishukuru sana. Ndio mimi pale nilipoanza kuonesha kazi bora na nianza kufanya kampuni na ikaja Jua Kali. Kwa nikasema hivi mimi lazima nitengeneze kitu bora, kwamba mtu akaa kwenye TV aseme bwana hao wameweka hela hapa na wanajitambua. Yes. Yeah. Hongera sana kwa hilo. Na nikuache upumzike kwa sababu najua nataka nije nipate muda nifanye podcast na wewe. Nataka tumalizie hili. Wewe ukikaa kwa mfano kwenye kiwanda sasa hivi, next yani wasanii wajao wakubwa ambao labda watakuwa kina Ray, kina Kanumba wa kesho, kwa hiyo unawatazama vijana gani wa kike na wa kiume? Sasa hivi kwanza nikwambie kitu, kuna hao wa vijana sasa hivi wanakuja kama jenzini hivi. Kwanza wanajua wanachokifanya, namba moja. Ndio. Na ni waigizaji wazuri sana. Yaani sisi tumekalili tu. Watanzania wengi wamekalili kwamba yani wakifanya vizuri basi ndio huyo amefanya vizuri. Hawaangalii kama kuna wengine wanafanya vizuri. Mimi kwa jicho langu kama director ninaona vijana wengi wanafanya vizuri. Nikwambie nini? Na mimi bahati nzuri hata kwangu mtaanza kuwaona. Sasa hivi nitaanza kuintroduce mmoja mmoja. Okay. Utawaona kuna watu wana sanaa. Yaani kiangalia mfano mdogo kama Abdurazaki. Nani alikuwa anajua Abdurazaki atakuwa na sanaa ile? Hakuna. Yes, Abdurazaki ni msanii kabisa. Yaani tena nikwambia kitu, ni msanii international. Leo Abdurazaki akisema acheze sinema ya Kiingereza hapa, nchi inasimama. Kweli? Nakwambia. Yuko vizuri. Best ever. Bwana mpaka unamsifia hivi? Sinamjua, nafanya naye kazi namuona. Kwa hiyo naona huyu ana sanaa yake, yani kuna story fulani akipata, kuna character fulani akipata, ikitokea production fulani kafanya kitu fulani, huyu sio mwenzetu. Na umenikumbusha kitu, nilifanya naye interview akanambia mimi Lamata alinipigia simu kwa sina hili wala lile. Wewe uliona nini kwake? Mimi kwanza nilianza kuona tu kwenye vile TikTok anapokuwa anaongea mapenzi na nini. Sikuwa kama anaigiza, lakini niliposikia tu sauti yake nikasema huyu na muonekano wake, afu yani na vitu alivyokuwa anavifanya, unajua yani ujue sanaa ya mtu inaonekana tu hata kwenye maisha mengine yoyote. Kwa hiyo niliona ile sanaa yake katika tu zile stories zake za mapenzi, hivyo alivyokuwa ameingia kwenye magazeti anaongelewa kwenye vitu. Nikawa kila kitu anaojiwa. Nikaona mbona ana kitu? Kila kitu anaojiwa mbona ana kitu? Kwa mimi nikamtafuta akaniambia mimi naweza tufanye. Basi day one tukaanza kidogo, nikamwelekeza huyo hapo. Bwana kawa best kabisa. Yaani katika watu ambao pia anajivunia nao katika wasanii wa kiume naye is the best. Oh wow. Lamata nikuache kidogo na nimalizie hili. Wewe kwa sasa hivi Tanzania kwenye upande wa movie na hapa Afrika,
labda taifa gani ambalo tunaweza tukashindana nao na wakatushinda ambao kwenye quality South Africa wako vizuri. South Africa wako vizuri. Nigeria tunashindana yani tu Nigeria sisi tofauti sana. Lakini South Africa wameshafika mbali sana. Mika zao nikiziangalia mpaka na sisemka. Kwa hiyo lazima tupambane sana sana sisi kama Watanzania. Okay. Watu wanahisiki labda huna changamoto nazo kweli dadangu kwenye kazi yako? Binadamu anakuzaje changamoto? Nani kakwambia? Changamoto yako kubwa ni ipi? Changamoto yako kubwa ni ipi dadangu Lamata? Changamoto yangu kubwa ni moja. Ni kila nikiamka huwa natamani kufanya kitu zaidi kwa sababu ya kuwasaidia watu wengine waweze kupata ugali. Kwamba nasema mimi leo nikiamka siwezi kufanya hichi kitu, nikiamka naumwa, nikiamka sina matatizo. Watu walikuwa nyuma yangu zaidi ya 200, 300, 400 wataenda wapi? Kwa hiyo hicho kitu ndio yani hiyo kwanza ndio changamoto ambayo inanitesa kila siku. Kila nikiamka lazima nifanye kazi ili nihakikishe huko nyuma watu wanakula ugali. Kwa wasanii ulionao vipi changamoto, kwa sababu wamekulia kwenye mazingira tofauti? Unawezaje hiyo Lamata kuendwa au vijana hawa? Afu mimi kitu ambacho mimi kiukweli nachanga, wanampenda sana Lamata. Yani unawezaje kutengeneza wanakupenda hivyo? Yani kama mama yao, yani kama wanaishi na mzazi wao. Yani kiukweli mimi natamani na huwa napenda sana. Na mimi nikiona matukio ya Lamata lazima niyafuatilie, kwa sababu nataka kuona love ya wasanii wanavyompenda, anavyoishi na wasanii wake wale akina Dora. Na Dora sana sana na nani yule dada mwenye mwili yule nani? Love ndo watu ambao unaonyesha love kubwa, alafu watu wengine waga wanaona kama unawakejeli. Wewe unawezaje hao? Yani ni kwamba tu mimi ni mizizi ambayo nimeitengeneza toka mwanzo. Nafikiri nimekwambia pale nyuma kwamba sisi kila mtu anakuja na tabia zake. Lakini shaka la makabili inabidi una tabia hiyo moja ambayo tabia nimeanzisha mimi mwenyewe Lamata. Okay. Kwa watu watapendana wengi, hata kama mtu amekuja yeye hawezi kupenda mwenzake, atampenda mwenyewe kwa sababu pale atakutana watu wanapendana. Kwa hiyo utafanyaje? Lazima na uingie kwenye mapenzi. Okay, ulishakutana na changamoto kwenye kushuti ukagairi kushuti ukaacha? Mara nyingi hizo zinatokea tu nyingi tu. Na nini mazingira au mazingira vitu vingi vinatokea, yani mambo ni mengi sana. Okay, sawa. Na la kumalizia la mwisho dada yangu ni kuacha upumzike. Kwa mfano tamthilia moja inaweza kakosti shilingi ngapi? Sasa hapo inategemea. Yaani siwezi kusema tu vinakosti shilingi fulani ni uongo, kwa sababu inategemea kila tamthilia ina episode zake, zingine episode 10, zingine 30, zingine 100. Kwa mfano episode moja. Episode moja yani kile kipande kimoja. Na yenyewe siwezi kukadiria kwa sababu pia na yenyewe episode moja inategemea kacheza nani na story ikoje, na watu 4 hiyo episode itumie 200 au ina watu 20 itumie 500 au ina watu 50 itumie 1000. Umeona? Okay. Kwa siwezi kukua approximate hapo. Ila kwa mfano kwenye nani moja inaweza kufika milioni 100, 200. Jamani, kisha hapo tupifunge sababu finally jamani. Imekatika simu, lakini tumepiga story na dada yangu Lamata. Nafikiri kuna vitu ambavyo umevisikia kwake kuhusiana na mambo ya uigizaji na movie na nini, unaelewa? Kuna vitu vya kujifunza, na mimi nimefurahi kweli kuzungumza na moja wa watu muhimu sana kwenye kiwanda cha Bongo Movie. Sikiliza Lamata na tia comment yako hapo.